Unajua shida ya Tanzania, huwa tuna kawaida ya kuanza kushambulia kabla ya kufahamu uhalisia wa jambo. Hata kama ingekuwa babake Kibu Denis hakuwa anaishi kambini, swala la Kibu Denis kujenga kwao au kutokujenga kwao inabakia kwake yeye mwenyewe. Familia nyingi za Kitanzania, yani mtu ukimwambia ajenge kwao, alafu wako 4, wako 5, wako 6, yani kuna namna ambavyo anaonekana mtu fulani hivi asiyejitambua. Wengi wanadhani usahihi ni kujenga nyumba yake, anajali kwake, alafu kwao inabakia tu kwao kwa sababu amezaliwa 5, 6. Hawezi kujenga ile nyumba ambayo mwisho wa siku inakuja kuwa ni lawama, inakuwa nyumba ya urithi. Kwa hiyo mambo yanakuwa mengi. Kwa naona sasa kama ikitokea nikimhitaji mzee atakuja akae nyumbani, kwa anajenga tu kwake kwao, anaachana napo. Lakini issue kwa Kibu Denis haiko hivyo. Babake Kibu Denis alikuwa anaishi kambini, na utaratibu wa kambini ni sawa sawa na mtu ambaye amepanga. Yani hauruhusiwi kufanya chochote bila ridhaa ya mwenye nyumba. Yani hata kama ukitaka kusafisha ndani, ni lazima umpe taarifa mwenye nyumba. Ukitaka kuziba ufa kwenye ukuta wa nyumba uliopanga, ni lazima umpe taarifa mwenye nyumba na yeye akuridhie, ndio utapata hiyo fursa ya kufanya hilo jambo. Sasa kule kambini, kwa kila kitu ambacho wanachokuwa wanakifanya, ni lazima wapate ridhaa kutoka kwa wasimamizi, hasa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio watu go ahead, yes, hicho kifanyike au hicho kisifanyike. Ukiangalia 90% kama sio 100% ya nyumba zote za makambini zimejengwa kwa tofali za tope. Sio za kuchoma, sitaki kuzungumzia bloko, sio za kuchoma, za tope. Maana yake ni nini? Zinajengwa zile temporary house ambazo zitazowafanya siku ile kambi imevunjwa, then pale wana uhakika hata kama wasipoenda kuvunja, ikinyesha mvua ya msimu mmoja, lile eneo litabaki ni udongo mtupu, nyasi zitaendelea kuota, maisha yataendelea. So kwaona Kibu Denis au alipokuwa anaishi babake Kibu Denis kuwa kwenye mazingira yale tuliyoyaona, ni kwa sababu za utaratibu wa mazingira ambayo aliyokuwa anaishi. Na si kwamba Kibu Denis amemtelekeza baba yake, ametelekeza familia yake, sababu concern imekuja kwa nini yeye alikuwa anaenda Marekani kumbe baba yake yuko kambini. Kutoka kambini ni utaratibu. Yani si tu kwenda Marekani au si tu kwenda Dar es Salaam, kambi sipo Kigoma. Kutoka pale Nyarugusu ambapo kuna kambi, kwenda Makele ambapo ni karibu zaidi, ni lazima waombe ruhusa. Tunaomba tutoke, wape na kibali, ndio wanafanya nini? Wanatoka. So kutoka Kibu Denis kwenda Marekani, yeye alikuwa ni Mtanzania. Yeye Kibu Denis ni Mtanzania, yuko free muda wote kwenda mahali popote. Lakini babake Kibu Denis hakuwa Mtanzania. Maana yake ni kwamba kila atakachotaka kukifanya ni lazima aruhusiwe kufanya. Ile free movement hana. So Kibu Denis kwenda Marekani hafu babake kutokwenda, ni kwa sababu tu za kiutaratibu ambazo zilizowekwa. Sababu ya kwao na Kibu Denis sikuwa kwenye mazingira yale tuliyoyaona, ni kwa sababu za utaratibu pia ambazo zipo na zinapaswa kufuatwa. Msemani kidogo, wewe kwa makazi ndio anatambulika na Wizara ya Mambo ya Ndani. Maana yake yeye. So wewe mimi generalize tu. Wizara ya Mambo ya Ndani, maana yake mtu atoke pale ndio Wizara ya Mambo ya Ndani. Wakati kuna kiongozi ambaye yupo na hisi wale wanakuwa kama wana serikali yao, kwa sababu ukiangalia wana serikali yao mle, lakini iko chini ya serikali ya Tanzania. Ndio nashangaa hapa. Na ndio huyo mkuu wa makazi ndio anaelekeza kila kitu, inadi kutoka kuingia, yeye ndio anaruhusu. Yani kuna idara ambayo ipo mle, wale uhamiaji wako mle ndani, wanaruhusu mtu aingie au atoke. Kwani babake Kibu Denis alishindwa kumtafutia babake raia au kumtoa hiyo kambi? Hakuwa interested kuwa Mtanzania, alikuwa anataka kwenda kuishi Marekani. Wale kambini ndio hao yule mle hawataki, wanataka kaishi Marekani. Na mimi kuna mshikaji yuko mle ndani, kwa sababu utaratibu kutoka mle kambini ni kwamba anaandikwa upeleke ili tufungie mazima. Kuna nini mle kambini mle, ili utoke kwenda Marekani
sio wewe Yusufu ndio ulikuwa registered. Aliyekuwa registered